Mahujaji wa matumaini, pamoja katika sala, tunapoendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Tunaendelea kupata mafundisho kutoka maandiko matakatifu, na masomo ya leo ni muendelezo wa masomo ya jana, ni muendelezo wa masomo ya kipindi hiki ambacho tunaelekea mwishoni mwa kipindi cha mwaka wa kanisa. Jumapili inayokuja tunaadhimisha Jumapili ya 33. Halafu ile Jumapili nyingine itakayofuata tutaadhimisha Jumapili ya 34, ambayo ndiyo pia Jumapili ya Kristo Mfalme na ni Jumapili ya mwisho ya kipindi cha mwaka wa kanisa. Na ndiyo maana leo hii tutaanza pia novena ya Jumapili ya Kristo Mfalme. Hii ina maana kwamba tuko mwishoni mwa kipindi cha mwaka wa kanisa. Na tunapokuwa mwishoni mwa kipindi cha mwaka wa kanisa, mama kanisa anaendelea kutufundisha pia mambo ya mwisho ya maisha yetu. Na ndiyo maana masomo haya yanaelezea namna ambavyo maisha yetu yataishia. Na leo zaidi anazungumza juu ya maisha ya mtu binafsi. Na ndio maana anasema pengine watu wawili watakuwa shambani wanafanya hiki na kile. Watu wawili ambao pengine watakuwa wameoa, wameoana, wako pamoja, lakini sio kwamba wote watanyakuliwa wakati mmoja. Hapana, ni kila mmoja atanyakuliwa kwa nafsi yake. Na hata mwisho kila mmoja atahukumiwa kwa nafsi yake. Na kwenye somo la kwanza kutoka kitabu cha Hekima ya Sulemani, Sulemani anatuambia watu wote kwa maumbile ni wa ubatili, na watu ambao kutokumjua Mungu kuwa kuliwaongoza. Katika maisha yetu lazima tujue kwamba mwanzo au the source of everything in our life ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lazima tujue hilo. Mwanzo wetu ni Mwenyezi Mungu, lakini pia mwisho wetu ni Mwenyezi Mungu. Na katika maisha yetu tukimtegemea huyu Mwenyezi Mungu ambaye ametupa uhai huu, ametupa maisha haya, yeye ndiye ametuleta hapa duniani na ana lengo la kila mmoja wetu. Tukitambua hilo, hata ule mwisho utakapofika tutakuwa kwenye hali iliyo njema na hali ya kumpendeza Mungu. Kwa hivyo ndugu zangu, tunapotafakari maisha yetu ya mwisho, basi tumuombe pia Mwenyezi Mungu atupe ujasiri na nguvu hiyo ya kujiandaa kila wakati. Kwenye somo la Injili Yesu anatoa mfano wakati wa Nuhu, wakati wa Lutu, namna ambavyo watu walihubiriwa, watu walifundishwa, lakini kwa sababu ya ukaidi wa mioyo yao watu wengi walikufa. Kuna wale waliambiwa mwisho wa dunia unafika, nendeni muingie kwenye safina, Mwenyezi Mungu analeta gharika. Watu wengi hawakubadilika. Wakati wa Lutu vile vile, wakati wa Sodoma na Gomora, watu waliambiwa tubu, wamrudie Mungu, lakini bado walibaki katika maisha ya dhambi. Na baada ya Mwenyezi Mungu kushusha moto, watu wengi walikufa. Kwa hivyo na sisi vile vile tunaingia hapo hapo. Tunaposikiliza mafundisho haya, tunaposikiliza mahubiri haya, yatusaidie tuweze kubadilisha mienendo yetu, yampendeze Mungu, yaweze kutusaidia kujiandaa vizuri ili hiyo siku ya mwisho itakapofika na sisi tuwe katika kundi la wale ambao watakaa mkono wa kuume wa Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.